السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. Tuanza kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salam zimwendee wa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahalize na sahaba kiram na Waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba tujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Naam, ndugu zangu, tunazitoa shukrani za dhati kwa ndugu zetu huko Australia kwa kutupa hizi nafasi, hizi fursa, ili tukumbushane machache ndani ya kitabu chake Allah tabaraka wa taala, kadhalika na sunna za mpenzi wetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kama alivyoeleza ndugu yangu, kisomo chetu cha leo ni muhasabatu nafs, kuihesabu nafsi. Ndiyo ndugu zangu, fannafsu ibadallah bitabiatiha, na nafsi waja Allah kwa tabia yake gisi ilivyo, tamilu ila shahawati ila ladhati wa ila alhawa. Nafsi kwa tabia ya nafsi kama nafsi huwa ina tabia ya kumili kwenye mambo ya matamanivu, kwenye mambo ya starehe, kwenye mambo ya kupumbaza. Nafsi napenda vitu kama vile hivyo. Fala budda laha min muhasaba, ndiye maana hapana budi ndugu zangu, mara kwa mara inatakiwa nafsi ifanywe hesabu. Ukihesabu nafsi yako
walkullu la yashukku annana ila Allahi raji'un. Ndiyo ndugu zangu Waislamu, hakuna mwenye anashaka, hakuna hata mmoja mwenye yuko na shaka anapoambiwa kwamba sisi tutarejea kwa Allah eti wana shaka. Hakuna. Na sio tu kurejea kwa Allah, muhasabuna ala saghiri walkabiri wannaqiri walqitmir, na kwamba tutakuwa ni wenye kuhesabiwa kwa kubwa na ndogo. Wannaqir, naqir ndugu zangu, ukitizama kokwa la tende kuna kafasi unaona pana katundu kadogo kale, ndo kanaitwa naqir. Walqitmir, ukitizama kokwa la tende juu yake pana kautando kepesi sana kwenye kanafunika lile kokwa la tende, hata kiasi ya kale kata tutahesabiwa kwao. Wal a'malu muhsatun fi sijillatin muhkama, na matendo yetu ndugu zangu yameorodheshwa ndani ya madaftari ambayo yako imara kabisa. La tughadiru saghiratan wala kabira, madaftari hayo ndugu zangu hayaachi sika kitu kadogo sawa na mdudu chungu wala kubwa, isipokuwa yote yamehifadhika. Allah anatuambia katika suratul Mujadala aya ya 6, ndugu zangu Waislamu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh. Tangazo kutoka kwa Allah ndugu zangu Waislamu, yauma yab'athuhumullah, siku ambayo Allah atawafufua viumbe wote mbele yake, jami'an, hakuna hata mmoja tabaki. Fayunabbi'uhum bima amilu, hapa ndugu zangu ndo pako uzito. Kisha Allah atawaeleza mmoja mmoja kwa yale aliyofanya katika ardhi hii. Ahsahullah, ameyadhibiti Allah matendo yetu, ameyahifadhi Allah matendo yetu. Wanasuhu, tazama mwanadamu matendo yake yamedhibitiwa, matendo yake yamehifadhiwa kwa Allah, lakini amejifanya kama kasahau. Ndugu zangu Waislamu, iko haja ya watu kuamka. Ndugu zangu Waislamu, iko haja. Katika suratu Al-Anbiya aya 47 Allah tabaraka wa taala anatoa tangazo, a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa nada'u al-mawazina al-qista liyawmil qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Tangazo hilo ndugu zangu Waislamu, tunacho kitabu waja wa Allah. Wao unajifanya kwamba sio wewe unayezungumzwa, umejifanya kwamba wewe hauhusiki, lakini msikilize Allah. Wanadau almawazina alqista liyaumil qiyama, tutaweka mizani ya uadilifu hiyo siku ya Kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'a, hakuna mtu atakayedhulumiwa ndugu zangu Waislamu. Ndiyo maana Allah mwenyewe atatoa tangazo, la dhulma al-yawm, leo hakuna dhulma, hakuna dhulma. Kama tadinu tudan, kama mtendavyo ndivyo mtakavyolipwa. Naam, yote unayoyafanya ndugu yangu, elewa ya kwamba anakusubiri huko. Fala tudhlamu nafsun shay'a, Allah anakataa, hakuna nafsi itadhulumiwa hiyo siku. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, sikiliza Qur'ani,
japo kitendo ambacho mja atachokitenda kawe ni kakitu kadogo, sawa na mbegu ya khardali, sawa na mbegu ya ngano, kakitu kadogo au chini ya hapo, Allah anasema ataina biha, malipo ya hicho kitendo ataletwa mbele yako hivi. Wakafa bina hasibin, na yatosha kuwa sisi ndio tutakaohesabu. Neno hili la mwisho linatisha, waja wa Allah, linatisha ndugu zangu Waislamu. Allah hajasema malaika, hajasema mitume, wakafa bina hasibin. Allah mwenyewe anasema sisi inatosha, ndio tutasimamia hesabu hiyo siku. Ndugu zangu Waislamu, madumna na'lamu dhalika famin al-aqli, maadama tunayajua hayo ndugu zangu, basi kwa mwenye akili, kaa chini ndugu yangu, uifanyie hisabu nafsi yako. Bado ungaliki wakati wa raha, kabla wakati mzito haujaja. Hivi unayo fursa ya kukaa chini mwenyewe ukaanza kuifanyia nafsi yako hisabu. Kwa nini ndugu zangu? Lianna man hasaba nafsahu alima uyubaha, kwa kuwa mwenye kuhesabu nafsi yake atajua aibu za nafsi yake, atajua aibu za nafsi yake, wazallatiha, atajua mapungufu, atajua zile kote feble za nafsi yake, atajua, kwa kuwa amekaa chini akaifanyia nafsi yake hesabu. Ataelewa ndugu zangu Waislamu. Na mtu akishaelewa mapungufu yake, fabada ayualijuha wa wasafa dawaa laha, hapo atakuwa na fursa ndugu zangu ya kuanza kuyatibu mapungufu yake, ya kuanza kuyatibu makosefu yake, ya kuanza kutibu udhaifu wake, ya kuanza kutibu aibu zake, na atatafuta dawa ndugu zangu Waislamu. Kwa nini? Kwa kuwa amekaa chini, katoa muda wa kuihesabu nafsi yake. Falmuhasabatu turawidu nafs, kwa kuwa jambo la kuhesabu nafsi huidhibiti nafsi, ni protection, ni ngao ya kuikinga na kuidhibiti na kuishika imara nafsi. Watuhadhibuha, na kuipa maelekezo mema na kuipa mafundisho na kuionyesha njia nzuri, kwa kuwa ameipata fursa, ametoa muda wa kuhesabu nafsi yake, na itamfanya azidishe matendo mazuri. Na hapo kwa hesabu anayoifanyia nafsi yake, haya itakuwa ndani ya nafsi yake, atamsikilia haya Allah, ile siku nilivua nguo zangu zote nikabaki uchi wa nyama mbele ya Allah kwa kufanya tendo la zinaa, ataikumbuka. Haya itamjia ndani ya nafsi. Siku ambayo alidhulumu mali ya watu, haya itamjia ndani ya nafsi. Anafungua swala, yuko katika takbiratul ihram, Allahu akbar, lakini jirani yake hapa alifanya zina na mke wake, nafsi itampiga kwa kutoa ule muda wa kujihesabu ndugu zangu Waislamu. Na hapo kidogo kidogo hofu itazaliwa ndani ya moyo wake ya kumhofu Allah tabaraka wa taala. Fahasibu anfusakum ibadallah, waja wa Allah, toa fursa ya kuifanyia nafsi yako hesabu kabla an tuhasabu, kabla hujahesabiwa huko kwenye mizani ya uadilifu mbele yake Allah tabaraka wa taala. Fa innahu wazinu qabla an tuzanu, na pimeni matendo yenu mwenyewe, jihesabu, weka kwenye mzani kabla haujapimwa huko kwenye mizani ya hali ya juu. Fa innahu ahwanu
fil hisabi ghadan, kwa kuwa urahisi wa hesabu ya kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala utatokana antuhasibu anfusakum yauma, utatokana na gisi mnavyohesabu nafsi zenu leo. Kadiri unatoa muda kuifanyia control nafsi yako, ndio itakufanya uwe na hesabu nyepesi huko mbele. Maana kuna nafasi utakuwa unafikia unayakumbuka mazito uliyoyafanya, yanaweza akahamisha mlima ukatoka nafasi ukaenda sehemu nyingine kwa ubaya. Yatakukumbusha asira ya Allah. Unafikiria, wakati nilitenda kitendo hichi, Allah alinionaje? Allah alinifikiriaje? Swala zangu anazipokea kweli? Ibada zangu zinapokelewa? Hesabia nafsi yako kabla haijahesabiwa. Na ukitaka hesabu nyepesi huko mbele ya safari, itatokana na gisi umeanza kujihesabu huku, kwa kuwa utaanza kurekebisha. An Adi ibn Hatim, fatai hadithi inatisha ndugu zangu Waislamu, ya sahaba huyu Adi, radhi za Allah ziwe juu lake, anasemaje? Anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema mjumbe wa Allah, sala na salam ziwe juu lake. Sikiliza maneno, ma minkum min ahadin, hatosalia hata mmoja kati yenu, illa sayukallimuhu rabbuhu, isipokuwa Mola wake atamsemeza, laisa bainahu wa bainahu turjuman, bila kuwa na mkalimani baina yao. Vuta ya maneno Muislamu, kokota hii picha ndugu yangu. Rasul anasema hiyo siku hatobaki hata mmoja kati yenu isipokuwa Allah atamsemeza. Sio kwamba Allah anamwambia malaika Jibril, Jibril ndio anakuja kuambia wewe kisha wewe unamjibu Jibril anamwambia Allah. Hapana, Allah anasema, anakuambia wewe direct na wewe mwenyewe unajibu. Allahumma sallim sallim. Allah, tunakuomba utusalimishe hiyo siku ya arhamar rahimin. Allah, tunakuomba utuhurumie hiyo siku. Ndiye maana namuona nabii wa Allah Ibrahim alikuwa akilia kwa dua za machozi, anamwambia Rabbi, Mola wangu, Mola mlezi, wala tuhzini yauma yubathun, usinihuzunishi siku ya ufufuo. Allah, usinihuzunishi yauma tubela sarair, siku siri zote zitakuwa uwanjani. Kadam nas, siri zote wallahi. Ma minkum min ahadin, hatobaki hata mmoja miongoni mwenu, illa sayukallimuhu rabbuhu, isipokuwa Mola wake atamsemesha, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, hakuna mkalimani baina yao. Vuta hii picha leo, toa viumbe majaji wa kidunia, ameweka sharubu, amenyoa ndevu, wanavaa vimajoho na vikravati virefu virefu, vimanguo ya kutishatisha tu, anaweka bunduki mbele yake, kombora hapa, grenada anaiweka hapa, halafu ameikaa mbele yake, unatetemeka. Unasemaje mfalme wa wafalme Allah tabaraka wa taala siku utasimama kwenye mahakama ya uadilifu mbele yake Allah, yeye ndio anakusemeza, sio majaji wa duniani, Allah mwenyewe. Mtume akasemaje sallallahu alayhi wasallama, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, mja kwa uoga na mfadhaiko na kizaza atatazama mkono wake wa kulia, hataona isipokuwa yale aliyoyatanguliza. A'maluk ant, matendo yako. Mkono wa kulia anaona matendo yake, wakati mwingine anaona ni madhambi tu yamejaa. Hapa atageuza uso mbio mbio. Nabii akasema wayanzur ash'ama minhu, atageuza macho atazame upande wake wa kusoto, fala yara illa ma qaddam, hataona isipokuwa yale aliyoyatanguliza. Famadha qaddamta, umetanguliza nini ndugu yangu Muislamu? Amka,
Amka ndugu yangu, tanabahi, zindukana. Fala yara illa ma qaddam, hataona isipokuwa yale ambayo aliyatanguliza. Ndiyo ndugu zangu Waislamu, wayandhuru baina yadaihi, mwanadamu baada ya kutizama kulia kusoto, anaona hakuna nafasi ya kukimbilia, atatizama mbele yake. Mtume akasema fala yara illa nara tilqaa wajhihi, atapotizama mbele yake hataona isipokuwa moto wa jahannama ndiye uko mbele ya uso wake. Takadu tamayazu min alghayr, moto unaguruma, unafoka, unakurubia kupasuka kwa hasira, kukuona wewe uliyevunja heshima ya Allah, kukuona wewe uliokanyaga kitabu cha Allah, kukuona wewe uliojifanya shujaa, ukakumbushwa haukukumbuka, ukazinduliwa haukuzindukana, ukaelekezwa haukuelekea, ukatahadharishwa haukutishika, ukajifanya wewe ni shujaa. Mtume anasema atasimama mbele yake, fala yara illa nar, hataona isipokuwa ni moto. Tilqaa wajhi, uko mbele yake fasafas, macho kwa macho, anatazamana na moto wa jahannam unakunguruma, karibu kupasuka, moto unaripuka. Kuwaona maadui wa Allah wamehudhurishwa mbele ya Allah. Alipofika hapa mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, kwa huruma wake Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, akauelekea umma wake, akawapa kisomo, akawaambia basi umma wangu, fattaqun nara walau bishiqi tamratin, wakopeni huo moto ingalao kwa mtu kutoa kipande cha tende, sio hata tende mzima, kipande, lakini ujikurubishe kwa Allah tabaraka wa taala. Waja Allah, naam, sanaqifu baina yaday llahi yawman. Ndugu zangu Waislamu, iko siku tutasimama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Iko siku nitasimama mimi mbele ya Allah, iko siku na wewe utasimama mbele ya Allah. Ulijifanya ni shujaa, ulijifanya ni ngangari, ulijifanya huambiliki. Kuna siku utasimama mbele ya Allah tabaraka wa taala kwenye mahakama ya uadilifu, amama Allah, mbele ya Allah, kama kwamba Allah atakukumbusha akakwambie, mwanadamu, sayudhakiruka af'alak, kama kwamba Allah atakukumbusha matendo yako wewe, kama kwamba Allah atakuuliza lam akhluq bi khuluqin hasan, usinikuumba kwa umbile iliyokuwa nzuri, si nilikuumba kwa maadili yaliyokuwa mazuri. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, si ndio nikuumba wewe? Alam ursil ilaika rasula, sikukutumia mtume? Alam ursil ilaika rasuli, sikukutumia mtume wangu mimi Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, sikukutumia mimi mtume? Allah anakuuliza, alam yaqra alayka kitabi, kwani mtume wangu akukusomeaga kitabu changu? Qur'ani ulisomewa usiku na mchana, Qur'ani ulikumbushwa usiku na mchana, ahadithu za rasuli ulikumbushwa usiku na mchana, kama kwamba Allah anakukumbusha. Alam ya'murka, hakuna mambo alikuamrisha fanya haya na mengine akakukataza. Famadha ajabta, ilikuwaje jibu lako? Naam, sanaqifu amama Allah. Ndiyo waja wa Allah, jifanye kama umesahaulika
Jifanye kwamba wewe hahusiki. Jifanye kwamba katika hii dunia ati kipenda roho kula nyama mbichi, sawa, ugeuke kama mbwa. Jifanye unavyotaka, lakini hiyo siku iko. Panahitajika muhasaba. Kaa chini mapema uanze kuifanyia nafsi yako hisabu. Ndiyo, kama kwamba Allah atakuuliza limadha aswaitani, mja wangu, kwa nini uliniasi? Kwa nini uliniasi? Fahasib nafsaka fa innal muhasabata tuaddi ila maarifati uyubihi. Hesabia nafsi yako, kwa kuwa katika mtu kuhesabu nafsi yake humpelekea akajua aibu zake, akaziona aibu zake. Waman arafa uyubahu kana ajra biislahiha, na mtu atapojua aibu yake, huyo atakuwa na moyo, atakuwa na nguvu ya kusahihisha yale mabaya aliyoyafanya. Atajipa umuhimu wa kukosoa matendo yake. Naam, ndugu zangu, njoo kidogo tumtembelee mmoja katika salafuna salih, usikie waja wema walieshije katika hii dunia. Wallahi, huwa ahadu salihina kama aurada ibn abi dunya bisanadihi. Ibn abi dunya kwenye kitabu chake ametupokelea kisa kidogo, ndugu zangu, chenye mazingatio sio ya kawaida. Kapokea kwamba jalasa maahu, kwamba mtu mmoja katika waja wema, ahadu salihin, jalasa maa nafsihi dhata yaumin. Sikiliza watu, wallahi, na usikilize hii lugha, ati aliikaa yeye baina yake yeye na nafsi yake, ndio kwenye ameikaa, hana mtu wa pili, ni yeye wa pili yake, nafsi yake. Jalasa maa nafsihi dhata yaumin muhasiban fi akhiri umrihi, mwishoni kabisa wa umri wake alikaa chini yeye na nafsi yake, anaifanyia hesabu nafsi yake. Nadhara, anatazama maisha yake, anatazama matendo yake. Waqallaba, anayageuza. Waqaddara, anayahesabu. Faidha umruhu 60 aman, baada ya kujihesabu kuanzia wakati mwaka aliozaliwa akajikuta ana umri wa miaka 60. Umri wa miaka 60. Na Mtume anasema umma wangu ni baina 60 na 70. Ni wachache wenye kuvuka hapo, ndugu zangu. Na wenye kuvuka hapo wanakuwa na hali gani? Nyanga taabani. Hesabu nafsi yako, ndugu yangu Muislamu. Acha kujisahau bwana, wewe ni kiumbe, wewe ni mja, yuko Mola mlezi. Umeambiwa zina, acha, hutaki. Umeambiwa ulevi, acha, hutaki. Umeambiwa sali kwa wakati, unasali unavyotaka. Unaambiwa acha maasi, hutaki. Kuna siku utajuta. Msikilize huyu mwenzetu mmoja katika salafuna saleh, kakaa yeye na nafsi yake, ameifanyia hesabu, ametazama, amegeuza, amehesabu, kuteremsha hesabu hivi miaka 60 ndio ameishi duniani. Fahasiba ayyamaha, sikiliza watu gisi walivyokuwa, ile miaka 60 akaigeuza kwa idadi ya masiku. Haraka na wewe unaweza kuchukua mwaka mmoja una siku 360, tuchukue hivyo 360, chukua tu hapo tu, alafu multiplier par 60. Chukua sasa hiyo miaka hizo siku 360 mara miaka 60 mara 60, teremsha hesabu hapo uone. Mzee alishtuka akajikuta takriban ana siku 21,600 ameishi katika ardhi hii ya Allah. Mzee alishtuka.
Fasaraka, akapiga ukelele wa hali ya juu. Waqala ya wailata, akasema ole wangu mimi, ole wangu mimi. Alqa Allaha, kwamba mimi kweli nitakutana na Allah na dhambi 21,600. Maana akahesabu hapo kwa uchache, kila siku amefanya dhambi moja, kwa siku amefanya dhambi moja, dhambi 21,600 kwa uchache. Mzee akatia mikono kichwani, ole wangu mimi nakufa. Sasa ikiwa hiyo ndio kwa siku dhambi moja, leo macho yetu anatizama mangapi kwenye masimu? Masikio yetu yanasikia mangapi? Midomo yetu inasema mangapi? Mikono yetu inashika mangapi? Miguu yetu inatembelea sehemu mbavu ngapi? Kwa siku moja tu mtu amerundika. Sasa mzee anajihesabu, anapiga kelele, ya wailata, ole wangu mimi, nitakutana na Allah na dhambi 21,600. Kahesabu kwa siku moja dhambi moja. Sisi tutakuwa na hali gani ndugu zangu Waislamu? Thumma kharra makhshiyan alayhi, hawa waja ndugu zangu Waislamu, pale pale mzee alianguka chini akapoteza fahamu, alizimia, alipoteza fahamu, akili ikaenda, na ndo kahesabu kwa siku dhambi moja, lakini anauoga. Sasa ikiwa ndio nimezidisha hapo itakuwa aje? Waja wa Allah, hasib nafsaka, hesabu nafsi yako kabla hujahesabiwa. Jifanyie kontrole ndugu yangu, kabla haijafika hiyo siku, kabla haijafika. Abdullah, faman hasaba nafsahu fi dunya, kwa kuwa atakayehesabu nafsi yake duniani, khaffa fil qiyamati hisabuhu, wallahi siku ya kiyama hesabu yake itakuwa ni ndogo, itakuwa ni nyepesi, itakuwa ni rahisi, kwa kuwa alikuwa ni mja mwenye kujikumbuka, alikuwa ni mja mwenye kutanabahi, alikuwa ni mja mwenye kuamka, alikuwa ni mja mwenye kuifanyia hesabu nafsi yake. Naam ndugu zangu, nafsi yake hesabu yake itakuwa ni nyepesi maadamu alikuwa anajifanyia hesabu hapa duniani. Wa hasuna munqalabuhu, na mafikio yake huko itakuwa ni mazuri, matokeo yake huko mbele ya safari yatakuwa ni mazuri. Lakini waman amhala almuhasaba, yule ambaye atakayeacha kuwa hana kawaida kujifanyia hesabu ya kuihesabu nafsi yake, akaishi kwa kujisahau, akaishi kwa kujipa uhuru wa kuyafanya anayoyataka, basi huyu damat hasaratuhu, hasara yake itakuwa ni kubwa sana, fi dunia wal akhirah, duniani na akhira hasara yake itakuwa ni kubwa ndugu zangu Waislamu. Faala kulli man amana billahi wal yawmil akhir, ni juu ya kila yule aliyemwamini Allah akaamini na siku ya mwisho, alla yaghfal an muhasabati nafsihi, asighafiliki ndugu zangu katika kuifanyia kontrole hesabu ya nafsi yake, asighafiliki katika kuihesabu nafsi yake. Sikiliza hii hadithi yenye kutisha ndugu yangu Muislamu, wallahi thabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam fi alhadith alhasan, hadithi ambayo haina shaka ndugu zangu, anna ghulaman istushhida yawma Uhud, kwamba kuna kijana alishiriki vitani, kwenye vita ya Uhud, kwenda kuipigania dini ya Allah. Sio alienda kwenye ligala, sio alienda kwenye mziki, sio alienda huku wala kule, la, alienda kwenye vita. Vichwa vinaruka, watu wanarudi ni wamekuwa ni vilema, wengine maiti zinazikwa huko huko Mshande Bakari kwenye uwanja wa mapambano.
Hasa imepokelewa kwamba kijana mmoja alikufa kafa shahidi kwenye uwanja wa vita. Ndiyo ndugu zangu, faujida ala batnihi sakharatun marbutatun min shiddati aljuu. Wallahi, Allah tusamehe ndugu zangu, Allah tusamehe waja wa Allah walivyoikagua mauti ya ule kijana, bado kijana mdogo. Vijana wallahi, vijana ambao leo wanadanganywa na ujana, vijana ambao wanakwenda na ujana. Mtu anatafuta umaarufu mpaka unafanya mambo ya maajabu, unakanyaga amri za Allah, unavuruga, unachafua eti juu ya ujana. Asikudanganyi mtu eti ni adolescence, iko mule umri wa ujana. Kwani huyo umri hautahesabiwa? Huyo ni baligh, ashabaligh huyo, hesabu yake iko inamsubiri mbele ya Allah. Asikudanganyi mtu kwamba eti ni ujana, asikudanganyi mtu. Na ndiyo maana hakuna fursa ya kujipendekeza kwa Allah nzuri kama kwenye ujana. Kama kwenye ujana. Na ndiyo maana hutasikia mtu ataulizwa kwa ajili ya uzee wake, lakini wa an shababihi, ataulizwa mtu kuhusu ujana wake aliutumiaje. Msikiliza, ukijana kwenye uwanja wa vita ndugu zangu, kapambana sio kawaida. Istushhida yawma Uhud au kutila yawma Uhud, aliuliwa katika vita ya Uhud. Faujida fi batnihi, sikiliza jambo la kushtua, sikiliza jambo la kutisha, sikiliza jambo lenye kutia huzuni ndani ya nafsi. Walivyopembua mauti yake, walivyomgeuza wakamtazama, wakakuta faujida ala batnihi sakharatun marbutatun min aljuu, wakakuta tumboni, kijana ameenda vitani, alikuwa amefunga jiwe kabambi kwenye tumbo lake kwa ajili ya njaa. Ana njaa lakini anajitoa kwenda kupigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Ana njaa lakini anajituma kwenda kuipigania dini ya Allah. Hesabia nafsi yako ndugu yangu, hesabia nafsi yako ndugu yangu, hesabia nafsi yako, hesabia nafsi yako ndugu yangu. Kamsema yule mtoto kule nje, wale wanamwacha mtoto pale kwa ghorofa, sio sura nzuri ile, anaweza kaangusha, anatuvuruga, iko ananitia wasiwasi, anaweza kadondoka pale ikawa habari zingine. Naam ndugu zangu, kijana huyu kafishwa, kauliwa vitani. Wallahi wanakutana amefunga jiwe tumboni kwa njaa, kafa shahidi na jiwe lake tumboni. Wallahi, na jiwe lake tumboni. Mama yake alifika kwenye uwanja wa vita, yuko anakagua, akaiona maiti ya mwanae. Famasahat ummuhu turaba an wajhihi, mama yake akenda akawa anapakusa mchanga kwenye uso wa kijana wake. Amelala ndugu yangu, amelala kwa kuipigania dini ya Allah, amelala katika uwanja wa vita. Thumma qalat, yule mama akasema, na hapa ndugu zangu ndo pako kisomo ambacho hata mimi mwenyewe wakati naandaa ili darasa, hadithi imenishtua ndugu zangu. Wallahi, hadithi imenitia uoga waja wa Allah. Sikiliza vizuri. Yule mama akasema, yuko anamwambia mwanae, ameweka maiti ya mwanae mikononi mwake. Hasemi maneno mabaya, watu wamelelewa ndugu zangu, walikuwa na mafunzo. Akasema, hani annaka ya bunayya aljanna, hongera mwanangu, insha Allah utaingia katika pepo ya Allah. Hongera mwanangu, pepo iko mbele yako, milango imefunguka, umekufa shahidi. Mama hajasikitika, lakini anatoa hongera kwa mwanae. Leo sisi hata kumpeleka mtoto kwenye madrasa mzazi anashindwa, na hata akimpeleka kuna wakati wanafikia sasa fasi inabidi aache kimoja,
aendelee na kingine, aache kizungu aendelee na Qur'ani, au aache Qur'ani aendelee na kizungu. Kila mmoja anajua kinachoanguka ni kipi hapo. Ni kitabu cha Allah ndio kinawekwa pembeni, ni kitabu cha Allah ndio kinatupiliwa mbali. Acha kijana aendelee huku, wanamdanganya eti aandae maisha yake ya baadaye, na hakuna maisha ya baadaye hapa duniani. Maisha ya baadaye ni akhera. Acheni kudanganya watoto. Mama akainua sauti, hanian laka ya bunayya aljanna, hongera mwanangu pepo, hongera. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akayatoa maneno yanatisha waja wa Allah, akamwambia, wama yuderiki la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi. Mama, unajuaje? Unamhukumia kwamba ni mtu wa peponi? Unajuaje? Yawezekana katika uhai wake alikuwa akizungumza, anawasema watu, anazungumza sio muhusu, anazungumza sio muhusu. Na nabii kuzungumza hivyo kuna kikwazo hapo, bila shaka anaashiria kwamba pamoja na kuwa ni kijana, pamoja na kuwa ana njaa, pamoja na kuwa amepigana vita, pamoja na kuwa amefia njiani, yawezekana pakawa kiziwizi kuwasema watu. Ndugu zangu, ayu hadithin hadha, iliyoje hadithi hii, uzito wake ndugu zangu. Rajulun, ni mtu ambaye ndugu zangu, yaltahiqu bimaiyati nabii sallallahu alaihi wasallam, alipata neema ya kuungana na jeshi la Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam ndugu zangu, taktahilu ainuhu biruyatihi, macho yake yakaburudika kwa kumuona Mtume live, anamjimuonea kwa macho. Tatashannafu udhunuhu bisamai ladhidhi hadithihi, masikio yake yakapata raha, yakastarehe, yakapata burudani ya kuyasikia maneno matamu ya Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Sio hayo tu, naam, bal wayarfa'u saifa, bali kijana huyo aliinua upanga kwenda kupigana katika njia ya Allah. Wayushariku nabiyya, akawa pamoja na Mtume, murtaqian dharwata sanami lislam, akafika kwenye kilele kabisa cha daraja ya Uislamu, jihad. Thumma yuqtalu fi sabilillah, kisha ndugu zangu akafa ameuawa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Kafa ameuawa, wamemuua, kafia katika njia ya Allah. Vuta hiyo picha, tazama hayo mambo, tazama huo uzito. Kauliwa katika njia ya Allah, sabiran muhtasiban ala ma yabdu, kwa gisi ilivyoonekana aliuliwa hali ya kweli mwenye kusubiri, anapambana, sio kwamba alikimbia, huku akitaraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini thumma yakunu mimma yahjubuhu annahu kana yaqa'u fi ma la yahnihi, lakini ikawa kiziwizi kwake. Kiziwizi ndugu zangu, ikawa ni kwamba yeye kuna nyakati alikuwa anazungumza mambo yasiyo, fulani faala kadha, fulani ameyafanya haya, wa fulanun qala kadha, fulani amesema hivi, fulanun qaddara wa fulanun akhar, akaingia mambo akawa na utesi. Leo na maligala yenye yamejaa barabarani, baraza za barabarani zimejaa leo, baraza za kahawa, na watu hawazipi haki yake, macho hawayapi haki yake, barabara hawaipi haki yake. Usishangae mwenye kutoka juu watu wanamuelekeza mambo macho, na wanaanza kucomment kwa lugha ya mjini, wanaanza kuzungumza, huyu mwanamke ni mnene, yuko hivi na hivi, akiwapa mgongo wanazungumza. Ikiwa huyu ndugu zangu Waislamu kwenye uwanja wa vita ndo kafia waja wa Allah,
bado kijana, alikuwa ndo angaliki na fursa ya kujitosa katika dunia, ya kutafuta kile mnachokiita ati starehe, ya kutafuta kusurvive. Ndo alikuwa bado angaliki na muda. Halafu haitoshi, ana njaa. Ilikuwa ni udhuru kwake, lakini wallahi kafunga jiwe tumboni. Kafunga jiwe tumboni. Siwezi nikamwacha nabii wa Allah yende peke yake. Siwezi nikamwacha nabii wa Allah yende mwenyewe vitani, kisha mimi nibaki mjini. La, kijana anasema nitapambana. Kisha akauliwa, kafa shahidi kwenye uwanja. Na mashahidi wako tofauti. Kuna shahidi ambaye kapigwa mshale vitani, au kapigwa mkuki vitani, au kapigwa upanga vitani, alafu akaja akafia nyumbani. Huyu tunamfanyia yale ambayo tunafanyia mauti wengine. Tunamuosha, tunamvika sanda, tunamsalia, tunampeleka makaburini kwenda kumstiri. Lakini kuna shahidi namba moja haswa, yule ambaye kapigwa upanga au kapigwa mkuki au kapigwa mshale, akaanguka, kafia, nafsi ikahama kwenye maidan, champ de bataille, uwanjani kabisa, nafsi ikahama, kafia pale pale. Huyo ndugu zangu anakusanywa kama alivyo na vinguo vyake na damu zake, anastiriwa hapo uwanjani. Huyo na ndio kijana ndugu zangu. Kisha anajiwa tumboni na njaa. Lakini wajua Allah, yawezekana alikuwa anawasema watu ikamoya kikwazo hicho. Ndugu zangu Waislamu, hasibu anfusakum, wajua Allah, tuhesabu nafsi zetu ndugu zangu, tuhesabu nafsi zetu ndugu zangu, tuhesabu nafsi zetu. Kaa chini ndugu yangu, kaa chini ndugu yangu, uzungumze na nafsi yako. Walikuwa wenzetu maswahaba kila siku usiku kabla ya kulala anafanya control. Imethibiti moja katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya kwamba siku moja kuna sahaba alipita sehemu, alikuwa kabla hajatokea Mtume amekaa sehemu na maswahaba zake, akawaambia maswahaba, kuna mtu atatokea pale, huyo ni mtu wa peponi. Akatokea sahaba wa kawaida tu, maskini, maisha yake ya kawaida tu. Siku ya pili, siku ya tatu, hivyo. Mmoja katika maswahaba, ule wivu wa kidini ukamwingia, kwani anafanya ibada gani huyu mtu? Ikabidi amsogelee, ende amuombe nafasi ya kulala, walale pamoja. Makusudio yake afanye upelelezi wa khaira na ibada gani na mimi zifanye, na mimi niwe katika watu wa peponi. Wallahi, sio kwenda kupeleleza usutwa. Hapana, sio ile wakina shangazi kaja. Hapana, anakwenda ili apeleleze ibada anazozifanya na yeye azitekeleze, na yeye awe miongoni mwa watu wa peponi. Lakini alishangaa, anamuona ibada zake ni za kawaida tu, mpaka siku ya tatu akaona ni kawaida. Akamwambia, ndugu yangu, mimi nilikuwa nimekuja hapa, sio kwamba nilikuwa nina shida au nakosa nafasi ya kulala, lakini mara tatu Mtume anaswambia atatokea mtu pale sehemu hii, maeneo haya, ni mtu wa peponi, ukajitokeza wewe. Nikawa na wivu, nikataka nijue ibada, lakini naona mimi yawezekana ninakushinda ibada. Sikiliza, ule mwingine alimwambia, aje ndugu zangu, kuifanyia control nafsi. Akaambia, wallahi ibada ambazo umeona ndio hizi, sina zingine. Sasa aje, kuna nini? Kabla ya kuagana akaambia, lakini kuna kitu kimoja, mimi kila siku mbele ya kulala lazima niifanyie nafsi yangu control, nikumbuke niliowakosea, nijipange kuwaomba msamaha, na walionikosea nisilali wa ila nimetoa msamaha. Allahu akbar.
Mwingine akasema naam, hilo ndo nimekupa hicho cheo. Wallahi, kuhesabu, kuifanyia hesabu nafsi ni jambo muhimu sana ndugu zangu, ambao unatakiwa Muislamu ukae. Faqul li nafsika, huwa unaiambia nafsi yako, mali bidaati illa al-umur, ewe nafsi yangu, mimi sina mtaji, sina rasilimali, sina kapital isipokuwa ni umri wangu. Fa idha fana minni ra'sul mal, siku itaniondokea, siku huo mtaji wangu utaniondokea, umri ukawa umemalizika, hapo nitaingia biashara yangu itapata hasara. Ndio wakati biashara itapata hasara. Kwa nini? Sintokuwa tena na muda wa kuyatenda matendo yaliyokuwa mazuri, wa kuyafanya mambo ya kumridhisha Allah. Naam, Mtume akasema idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath, anapokufa mwanadamu matendo yake hukatika isipokuwa katika njia tatu: sadaqatin jariya, sadaka ya kuendelea aliyoitoa mja huyo bado angali mzima, anaendelea kuandikiwa thawabu hata yuko kaburini. Ndiyo sadaqatin jariya, sadaka miongoni mwa hayo, sadaka au mtoto mwema. Ndiyo ndugu zangu, matendo ya kuendelea, au ilmin yuntafa'u bihi, jambo la pili, au elimu ambayo aliifunza watu wakanufaika kwayo, au waladin salihin yad'u la, au mtoto mwema aliyomwacha na muombea maskini, mtoto mwema aliyemwacha na muombea. Ndugu zangu Waislamu, ifanyie hesabu nafsi yako. Wallahi, sisi leo kwa mujibu wa hadithi ya Mtume tunayo matendo ambayo ukifa na yawe yanasimama. Swala ni katika matendo makubwa, lakini ukifa amesimama. Zaka ni matendo makubwa, ukifa amesimama. Hija ni matendo makubwa, ukifa amesimama. Saumu ni matendo makubwa, ukifa amesimama. Sadaka ukifa. Lakini kuna vitendo utakao Muislamu fanya hesabu, nikifa leo mimi kitu gani ambacho nimeacha kama sadaqati jariya, sadaka ya kuendelea? Je, ninacho mimi? Watoto nitakao kuwa nimewaacha, ni mtoto gani ninataraji kwake? Matendo yangu yataendelea au yataendelea mabaya? Ndugu zangu Waislamu, mtu anakufa nyumba yake inageuka kuwa ni kabari, watoto mziki saa 24, watoto wengine wanaingiza hemo kilevi, pombe zinaingia, watoto wanaingiza wanawake, mali ambayo mzee ameacha watu wanaitumia kinyume. Kwa hivyo chunga, ifanyie hesabu nafsi yako, utende matendo ambayo yatakayokusaidia mbele yake Allah tabaraka wa taala. Iambie nafsi yako, mtaji wangu ni umri, ukiondoka basi. Halafu uiambie nafsi yako, hadha liyaumul jadid, hii siku ya leo ewe nafsi yangu ni siku mpya. Qad amhalani Allahu fihi, Allah ameniongeza, amenichelewesha, ameniachia katika hii siku ya leo. Wa akhara ajali, kama kwamba ajali yangu akawa anaonyesha bado haijafika. Wa an'ama alayya bihi, na amenineemesha wewe nafsi yangu kwa kunipa siku nyingine mpya, siku nyingine mpya. Walau tawaffani, izungumza na nafsi, uiambie ewe nafsi, laiti Allah angenifisha leo, la kuntu atamanna an yurji'ani Allahu ila dunya, ningekufa kabla ya leo ningekuwa napiga kelele na muomba Allah anirudishe duniani, hata a'mala fihi salihan, ili nipate kutenda ndani yake matendo mazuri. Hesabu nafsi yako ndugu yangu, hesabu. Fa iyyaka thumma iyyaka an tudayyi hadha alwaqt. Iambie nafsi yako, iambie roho yako, waambie nafsi yangu, ole wako wewe, ole wako,
Ole wako nafsi yangu, ole wako kupoteza huu wakati umepewa na Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, mmoja katika waja wema, katika kumalizia darasa letu la leo, mmoja katika waja wema alikuwa anaitwa Ar-Rabi'u ibn Khuthaym rahimahullah, katika salafuna salih. Huyu mja wallahi alifanya maajabu. Alichimbaga kaburi uani kwake, kaburi kabisa, akaiwekea mwana ndani, akaweka huku juu mlango mzito kabisa. Kwa nini anafanya hivyo ndugu zangu? Akawa makusudio yake ni kuizindua nafsi yake. Kila mara akijikuta ameangukia katika jambo baya, anaisogelea nafsi yake, anaisogelea ile kaburi, anaitazama, anaiambia nafsi yake, unaona hapa, utafika hapa, wewe utaingizwa hapa, kuna siku utalazwa ndani ya udongo nafsi yangu. Na ilikuwa inafikia wakati mwingine anafungua ule mlango, anaingia ndani ya ile kaburi, analala kabisa ndani ya mwana ndani. Anawaamrisha huku juu afunge ule mlango. Hali ikimwea nzito, jasho likawa jasho, joto likawa joto, hali ikawa nzito, ndo anaanza kupiga kelele. Anarudi katika suratul Mu'minin, anakuwa anaisema ile aya, rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, Mola wangu nirudishe duniani, labda nitafanya mazuri katika yale ambayo niliyoyaacha. Haya ni maneno yatakuwa ni majuto ya mtu ambaye amekufa, anaanza sasa kujutia wakati wake aliopoteza. Na yeye anaitumia hii aya, yuko mle ndani ya kaburi, yuko bado hai, anainua sauti, rabbi rji'un, Mola wangu nirudishe, labda nitafanya mazuri. Watu wa nyumbani kwake wakisikia hiyo sauti, wanakuja haraka, wanafungua ule mfuniko, wanatoa ule mlango, anatoka mle jasho zimemjaa. Ilikuwa ndo kawaida yake. Kila akiona ususuwavu wa moyo wake, kila akiona ugumu wa roho yake, anafanya hivyo hivyo, anafanya hivyo hivyo maskini. Basi siku moja akaingia ndani ya hilo kaburi, akawaamrisha wafunge mlango, wakaufunga. Akalala vizuri ndani ya mwana ndani, akakaa humo. Muda ukapita, joto ikaongezeka, pumzi zinaanza kuwa ndogo. Alivyoona hali imekuwa ni nzito kama kawaida yake, akainua sauti, rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, Mola wangu nirudishe duniani. Yani sauti ilikuwa ni kuwafahamisha watu wake kwamba hali yake imekuwa ni ngumu mle. Lakini hiyo siku watu wa nyumbani wakawa wameghafilika. Alipiga kelele, Allah nirudishe, Allah nirudishe, Allah nirudishe, mpaka dakika za majeraha, pumzi imeanza kumwishia, ameshindwa namna ya kutoka, skume ule mlango na umefungwa kwa nje. Akapiga kelele. Ndiye mke wake alikuwa kusemi kwa anapita, kasikia sauti kwa mbali, mbona muda umekuwa ni mrefu. Alivyorudi kuja kufungua na mkuta mme taabani, dakika za mwisho, nafsi inataka kuhama. Ar-Rabi'u ibn Khuthaym akatoka ndani ya ile kaburi, akakaa juu ya kaburi, anaitazama, akazungumza na nafsi yake, akaambia nafsi yake, umeyaona leo ulikuwa umepiga kelele, hakuna ambaye alikuwa amekuitika. Iko siku utapiga kelele na hautopata kukuitika. Siku utaingizwa kaburini, toni nzima la udongo waweke juu yako, watu wote wataondoka, hakuna hata mtu mmoja atabaki na wewe. Utabaki peke yako na yule uliyomkataa, utabaki peke yako na yule uliyomchukiza, utabaki peke yako na Allah tabaraka wa taala. Utaanza kusema, Mola wangu nirudishe. Sasa ewe nafsi, anza kulisema hili neno leo, anza kuyafanya mazuri leo, ili siku utaingizwa kwenye kaburi kiuhakika
Usiwi na namna, usingoje kusema Mola wangu nirudishe. Wewe umekwenda umejiandaa, wewe umekwenda umejipanga vizuri, ili upate kusalimika na kupokelewa vizuri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Haya ndugu zangu, ndiye ambaye nilikuwa nimeandaa katika siku yetu hii ya leo. Nitapenda nisimamie hapa, maana kwa kweli nimezungumza. Kawaida Jumamosi na kwa vikao, lakini alhamdulillah sio muda mdogo, takriban saa nzima na madakika. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atupe mazuri duniani na akhera, na atupe nafsi zenye kuzindukana na kuifanyia hesabu na kujihesabu kila siku, atupe mwisho uliokuwa mwema. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.